Kama mlivyosikia, kesi imeahirishwa, na upande wa kuahirishwa kesi na mambo ya kitaalamu ya kesi atazungumza Dr. Nshara, mwanasheria mkuu wa chama. Lakini kwa upande wetu ni kwamba tunaiomba mahakama hiyo kesi kwa sababu imeahirishwa irudi kwa haraka ili iweze kuendelea na isikilizwe ifike mwisho, kwa sababu mwenyekiti wetu yuko ndani. Leo ni siku ya 225, zaidi ya miezi 7 kwa kesi ambayo bado tunaendelea kusisitiza kwamba ni ya uongo, ya kutunga, kesi za kuumiza watu kisiasa, kwa sababu tunaoshindana nao hawana uwezo wa kushindana kisiasa, hawana hoja, wana uwezo tu wa kutumia vyombo vya dola, kutumia bunduki, kutumia mahakama na polisi kujibu hoja za kisiasa ambazo sisi tuko amdi na maneno, wao wako amdi na silaha na mambo kama hayo. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, chama chetu kimetoa mawakili nchi nzima kwa watu wote ambao wamekamatwa, ambao wanaendelea na cases mahala pote kwenye kesi hizi za uongo, za kutunga, za uhaini. Kwa hiyo tunataka Watanzania waelewe kwamba chama chetu kitahakikisha wanapata uwakilishi kwa nchi nzima, na katika hili tunapenda kuwashukuru sana Tanganyika Law Society. Wamefanya kazi ambayo kwa kweli inapaswa kufanywa na Law Society ya nchi nyingine yoyote. Kazi yao ni kutetea watu, na nataka nimshukuru kipekee Rais wa chama cha mawakili wa Tanzania na mawakili wote wanaojitolea kuwapigania Watanzania nchi nzima. Legal and Human Rights Center wamefanya kazi kubwa, tuna appreciate, tunatambua. Kwa hiyo ni uwakilishi ambao utafanywa pamoja. Tanganyika Law Society wanatoa watu, Legal and Human Rights Center wanatoa, na sisi Chadema kwa nchi nzima mawakili wetu watakuwepo kutetea Watanzania wengine wote ambao wanabambikiwa kesi. Kwa hiyo mkurugenzi wetu wa sheria na mwanasheria mkuu wetu wa chama wataeleza into details namna ya kushughulikia hayo mambo. UN wamezungumza kuhusu uchunguzi wa mambo mabaya, atrocities yaliyotokea Tanzania. Sharperville massacre, waliuawa watu 164 kule Afrika Kusini. Hapo wameuawa watu wengi zaidi. UN wamezungumza na wametaka uchunguzi ufanyike. Tunatambua na tunalikaribisha hilo, na tunawaomba uchunguzi usifanywe na vyombo vya dola vya Tanzania ambavyo vinatuhumiwa kufanya matukio hayo. Tunataka uchunguzi independent wa kimataifa kama uliofanyika mwaka 2007 kule Kenya. Na nataka niseme hili, maisha ya mtu kwetu sisi watu wa Chadema ni kitu kikubwa kuliko jambo lolote katika dunia hii. Kwa hiyo hili jambo la watu wetu waliouawa, Watanzania waliouawa, hata nani ajidanganye, halitafichwa chini ya uvungu, haitakubalika. Hata mawe yatazungumza. Kwa hiyo tunataka vyombo vya kimataifa vifanye uchunguzi wa ni nini kilichotokea, watu wangapi wameuawa, watu wangapi wamepotea mpaka sasa. Wapi ndugu zao hawapo, wako wapi? Kwa nini wengine hawajaruhusiwa kuchukua mili ya ndugu zao wakazike? Kwa nini wanazuiliwa? Nini kinachofichwa? Haya mambo yote tunataka yawe wazi. Kwa wale ambao hawajui historia ya Tanganyika na Tanzania, sisi historia yetu ni watu ambao tumepinga dhuluma dhidi ya binadamu. Serikali yetu ya wakati huo ya Mwalimu Nyerere iliwakaribisha wakina Mandela hapa na Umkhonto wa Sizwe kupinga makaburu waliokuwa wanaua watu weusi, wanateka watu, wanabagua watu. Tulikaribisha watu wa Angola, Namibia na Zimbabwe, waliweka vituo hapa kupigania watu wengine. Tunapenda kuwashukuru watu ambao wanakaribisha Watanzania waliokimbia
kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo imekuwa mstari wa mbele kupigania haki za binadamu, na tunataka nchi nyingine zote zireciprocate ambacho Tanganyika iliwafanyia wakati ule. Afrika Kusini walireciprocate kwa sababu serikali iliyokuwa inapingwa wakati ule ilikuwa serikali, lakini ilikuwa serikali ya minority ya makaburu. Ni serikali kama hii ambayo haijawekwa madarakani na wananchi. Kwa tunapoipinga na inaua watu, inateka watu, inapoteza watu wa Afrika Kusini na wengine wote majirani zetu ambao Tanganyika ilihusika, Watanzania waliwapa hifadhi hapa, wawahifadhi wa Tanzania na watoe sauti kwa kutumia vyombo vyao vya habari, sababu tunajua hali ya vyombo vya habari vya Tanganyika vya Tanzania kwa sasa. Walireciprocate hicho na tunawashukuru ambao wanafanya hivyo. La mwisho kabisa, kama nilivyosema jana, tunaanza vikao vya kamati vya secretariat immediately na vikao vya kamati kuu ya chama immediately. Tutatangaza siku, tutajadili na tutaeleza kilichojiri na hatua tutakazochukua kama chama. Hakuna kurudi nyuma mpaka nchi hii itakapopata ukombozi kutoka kwenye minyororo ya watu wanaotaka kutufanya koloni lao. Nchi hii ilipata uhuru mwaka 61. Hatutakubali kuwa koloni la CCM wala la mtu yoyote kwa jina la kiongozi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.